Habari za asubuhi mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumaini umeamka salama, na kuamka salama ni furaha kwangu, na kukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na kurasa wa habari muhimu, kurasa za habari za michezo na habari kutoka sehemu tofauti. Mchambuzi wako wa leo ni mimi Safari Almas, na saidiwa upande wa pili na Jean Kala Jatel, pamoja na wote watakaoshiriki katika uchambuzi unasema ambatana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Msikilizaji, kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari, unakuwa unapata fursa kuweza kufuata habari muhimu ambako za leo zaletwa kwenu na Omar Makelelozil. Karibu. Asante sana Safari Alimasidilwe. Leo katika habari muhimu ni kwamba hali ya utovu wa usalama inaendelea kushuhudiwa kwenye mtaa wa Msafiri, kata ya Kalinga Side mjini Baraka. Uongozi wa mtaa huo wataka meya wa Baraka kujihusisha na swala hilo. Na kule Walikale jimboni Kivu Kaskazini ni kwamba shirika la raia MSCO tarafani Walikale jimboni Kivu Kaskazini yakemea kwa hali ya juu vitendo vya unyanyasaji dhidi ya raia wasio na hatia kutoka kwa baadhi ya askari jeshi wa taifa FARDC katika eneo mbalimbali za tarafa hilo la Walikale. Na tumalizie na habari za kimataifa ni kwamba chama cha PPRD cha ugaibuni au diaspora kimepinga vikali hatua iliyochukuliwa na Marekani dhidi ya kinara wao Joseph Kabila, kikidai kuwa hatua hiyo ni ya kisiasa kwa kuwa hakuna ushahidi wa wazi unaodhibitisha kuwa kinara huyo anafadhili wahasi. Safari Alimasidilwe na kuacha. Asante sana Omar Makelelozil, na hivi sasa tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka. Shirika la utetezi wa haki za waganga tarafani Fizi na mji wa Baraka limelalamikia kuhusu vitendo vya kupigwa risasi na kunyang'anywa vitu vya samani vinavyoendeshwa dhidi ya waganga ndani ya mji wa Baraka saa mida ya usiku. Bwana Benoit Kisongwe Mel ni kiongozi wa muungano wa taifa wa waganga nchini katika mtaa wa afya wa Fizi amesema kuwa siku hizi waganga wanaishi kwa hofu kubwa, hivyo ni kutokana na wao kulengwa kila mara na watu wenye silaha. Barua yetu tuliandika sisi, denonse hali ya insecurity ya waganga ndani ya zone sante ya Fizi. Tunateseka sana muda wa siku hizi. Tunahesabia tuko karibu na maakte 3 zinaweza kufikia hata 4. Mtu wa kwanza alikuwa AG wa FEPAD, alipigwa masase mkutoka najitembeza kidogo, baada saa hii mgulu yake hayakuwa na amani. Wa pili iko supervisor wetu wa zone sante mwana tabjua baade, walimkuta kwake wanaambiwa na telefone na franga zote zikafanya nini zikaenda. Wa tatu ni Dr. Philip wa Sasha Mshimbaki, alikuwa anatoka kwake wanamuita kwenda kufanya intervention chirurgicale ku niveau ya hospital, lakini akakutana na watu wengine munjia wenye hawajulikani kama ni banani, akapitia mkamnyang'anya matelefone na kumnyang'anya na pesa zote. Wa mwisho ni huyo wetu na vraiment inatuuma zaidi sana, ni ite alengamone batoale ite wa centre ya Fizi, anapigwa masase mwake musalo hapa le 28 avril 2026. Hadi saa hii hali yake hayakuwa mzuri. Vraiment tunaomba wakuu viongozi waangalie gisi wanaweza kutukamatia security, sababu sisi tunatunza watu na tunatunza hata na mablesse biko natoka kwa mafront. Sisi tuko tunawatunza, na kama vraiment serikali haikuangalia hali vraiment nyingine hali tena ikatukia, tutakuwa na competence ya kudeclarer greve sèche yenye tutafunga vituo vya afya vyote kwanza vya serikali na maprivé zote zitafunga muda wa wiki 2 kama hii hali inaendelea kukua hivi. Première décision comme syndicaliste tulipata mawazo ya kukamata hii decision pour que tuambiwe wakuu viongozi hata na marezo zetu zote zinapatikana mvile ya Baraka ile information. Mwisho ameomba kwa vitengo vya usalama kuwalindia usalama wao kwa kuwa wanatumika kazi ya kunusuru maisha ya raia. Ya kwanza kuhusu kutumika kazi, si kwetu shafu na repo. Banatuambia kusema kama mganga anapasha kuwa saa 24 juu ya kichwa ya mgonjwa. Donc 24/24 heures tuko hapo kuna surveiller mgonjwa, na kutumika yetu kuna strategy 2. Kuko watu wa kutumika mchana na watu wa kutumika usiku. Tunaomba serikali itulindie usalama, sababu sisi ndio tuko na mili ya watu mumikono. Bila ulinzi wetu vraiment serikali ikazembea na ile tutakamata na sisi decision, kwa sababu sisi tunaanza kuogopa kufa. Sisi tunatunza watu wao wapone, lakini wale watu tena wanakuwa tukiokea tena shie tunageuka tunakuwa
kuwa watu bao bakwenda na pigwa masasi verme na tupatia woga mingi sana. Kuhusu marumbano sisi hatuwezi kuelewa bila marumbano, sababu tunajua kama benye viko wanatuatake saa hii ni watu na sisi tuko tunatunza batu. Tutajua marumbano namna gani? Hakuna, hatuwezi kujua kama ile ni marumbano. Tunajua kusema kama tunatunza watu na watu tunajua wanatupiga sisi masasi, na ile kitu inatupatia woga sana. Ndio kama tuko tunalia kwa serikali itulindie usalama wetu, ili hali yetu ya kazi iendelee kuwa mzuri, tutumike kama vile sheria yetu inatuambia. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba hali ya utovu wa usalama inaendelea kushuhudiwa kwenye mtaa Msafiri kata la Kalinga Side mjini Baraka. Uongozi wa mtaa wataka mia ya Baraka kujihusisha na swala hilo. Bwana Malashi Lutel Antoine, mwenyekiti wa mtaa Msafiri, ameonyesha namna risasi zinarindima kila siku mtaani mwake na kuomba uongozi wa mji wa Baraka kuwasaidia kuimarisha usalama mtaani humo. Tena kulilia masasi mwaveni Msafiri, nasikia kulikuwa kukogotana ya bafie na bagarso, kisha baskari wakakea fika pale ni kuuliza mnafanya nini tu hapa hali, na kwanza piga masasi mbulongo, watu kimbia, watu kosa amani, kulala mapema. 0 tena balingilia mzee Sankara, Thomas Sankara mwaveni Msafiri, walifika na 0 kupiga masasi kumilango, bati ya mzuri kwa mlango wa chuma, mebali bomoa kale moya wakaingia ndani. Kisha wakaanza sukumana na baviana, moyo purukusha hapo, balirusha masasi mengine kumulango. Mungu alisaidia, kijana alikuwa anakwepa pembeni ya kibambazi haikumpata. Ni jambo ambalo nasikitisha. Ndio walikuwa kama vile watu wengine wanavalia nguo za kijeshi, na walikuwa wote wanavalia pia silaha zao, na ndio kisi walienda. Hadi sasa tujaona mchango wa wakuu viongozi. Kwa sababu gani? Mpaka sasa tunaendelea kulalamika wakuje waangalie kisia kurenforce security. Mpaka sasa bunduki ziko mingi, mwingine atujue ni bajeshi ndio banatrakasi raia, ni babandi wa mwingine tu balikutaniwaka avai ima movement mavita tuingilie huku kwetu. Pendekezo ni hata rondo pia inaweza saidia, wakituruhusu tumike pamoja. Jua vijana wako tayari wanajitolea, lakini wakusema raia kontrolea 100% askari mwenyeko na chombo, ile ni mambo wao wa masilaha. Lakini kwa sisi wa raia tuwezi weza ile. Wao wanajua hii kata fulani naenda wa patrouille wapata hivi hesabu za hivi bunduki za hivi kama ni manimero za vile. Sisi hatuwezi jua. Sisi tunaona tu mtu anavalia ile nguo ya kiserikali na anavaa silaha, basi tunasema ni askari. Na hivi sasa tujielekeze huko Walikale ambako shirika la raia MSCO tarafani Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini yakemea kwa hali ya juu vitendo vya unyanyasaji dhidi ya raia wasio na hatia kutoka kwa baadhi ya askari jeshi wa taifa FARDC katika eneo mbalimbali za Walikale. Kwa mujibu wa Kiombeni Sura Faustin, mratibu wa shirika la raia MSCO tarafani Walikale, ametoa hapa picha ilivyo kwa sasa. Ndani ya mtaa raia wamekuwa na shida kubwa zaidi kwa ajili ya hali ya usafirishaji kutoka nyumbani kuelekea mahali fulani. Vizuizo ni nyingi sana ambayo imewekwa na jeshi la taifa. Humo wanakuwa na watu wa ANR, vile maservisi nyingi zinabaki kwenye vizuizo, yani mabariere hapo, wakiomba kila mwenye kupita 1000 francs hata 2000 francs, na kwa wakati mwingine utakuwa hauna kadi ama cheti ya usafirishaji zaidi jeton de recensement, hapo utalipa kiasi ya pesa ile ambalo watajisikia. Na hii imekuwa tatizo kubwa kwa wale wanaotembea, inafanya hata wanunuzi wa kutoka sokoni kwenda soko nyingine, ikiwepo ni mwendo wa muda mrefu kidogo, wamekuwa na matatizo makubwa sababu ya vizuizo. Jambo la pili ni mauaji ambayo yanaendelea kufanyika ndani ya mtaa wa Walikale. Kutoka mwezi wa kwanza hadi sasa kuna watu 7 ambao wamekwisha uawa. Miongoni mwao pana wale ambao wako wanaonekana, wale ambao walitenda kitendo wako wanaonekana, na wengi ndio waonekana. Hata hivyo wanaomba kwa viongozi wa kijeshi pamoja na viongozi wengine kuingilia kati vitendo hivyo vya unyanyasaji. Kwa hiyo tunaalika jeshi na wote wanaohusika na utafiti ama kuchunga raia na mali yake kuwa makini na kuangalia kwa nguvu zote na kwa namna yote, wakati yote kitendo kibaki naweza kikafanyike, watu hawa hawapate kushikwa na kuwekwa mbele ya sheria. Vile tunakuwa na matatizo mengine makubwa sababu ya watu ambao wameenda kuwekwa jela, yani wa prisonnier. Huko kuna shida
kubwa ambayo imefanyika, ambayo tunashutumu sisi shirika la raia, tunashutumu ni mambo ambayo imefanyika kinyume ya haki ya binadamu, sababu wa mtu huyu ambaye amekuwa katika hali ya kufungwa, mbele apate kutumia chakula, wanashurutisha kwa yule ambaye alikuja na chakula ili kwamba mfungwa apate kutumia, wanashurutisha kulipa 1000 francs ama 2000 ili kwamba wenda hata kiasi ya 5000 francs kusudi mtu apate kutumia chakula. Hiyo tunakutana inakuwa kinyume kabisa, kinyume ya sheria yetu ya nchi, na tunayashutumu, na kitendo hiki tunaalika wakuu viongozi yapate kukoma kabisa na kupata mwisho yake, sababu hata mtu akiwa mfungwa ana haki zake humo ndani ya jela mahali ambapo alipofungwa. Kwa hiyo tunaenda kuomba wakuu viongozi wanaohusika na usalama, yani kuchunga raia na mambo yake, kuwa makini sana, sababu raia ndani ya mtaa wa Likale wamekuwa wakiishi maisha isiyokuwa halali sababu ya mambo haya matatu: vijizo nyingi, mauaji ambayo inaendelea kufanyika, na kwa wale ambao wamekuwa katika hali ya kufungwa haki yao haiende kuheshimika. Bwana journalist. Kipenga kimelia upande wa pili, ni muda mzuri wa kuweza kufuata habari za michezo. Ni ukumbushe kwamba michuano ya Champions League iliweza kutimua vumbi hatua nusu finali, ambako mengi zaidi katika matokeo. Namkaribisha hapa Isaac Muluchashipe. Karibu Isaac. Naam, kwenye ukurasa wa habari za michezo na burudani kwa asubuhi ya leo ni kwamba tuanze na burudani, ambako mwanamuziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Fally Ipupa ameandika historia kwa kuwa msanii wa kwanza wa Afrika anayezungumza Kifaransa kutumbuiza peke yake katika Stade de France kupitia matamasha mawili ya kipekee tarehe 2 na tarehe 3 Mei mwaka huu. Zaidi ya watazamaji 110,000 walihudhuria siku hizi mbili kwa kusherehekea miaka 20 ya kazi yake ya muziki iliyogubikwa na mahudhurio makubwa ya Waafrika wa ughaibuni. Sasa kwenye habari za michezo tuanze na habari za nyumbani, ambako timu ya nyumbani VC Baro itacheza mechi mbili nje ya nchi. Tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu VC Baro itacheza dhidi ya VC Yanga ya huko Burundi huko Nyakabiga, na tarehe 12 Julai mwaka huu VC Baro itakipiga vile vile na timu ya Gugugol ya huko Burundi. Na kutokana na ripoti zilizotolewa huko Hispania ni kwamba mchezaji Rashford wa Barcelona ameonekana kuwa mchezaji mwenye kasi zaidi Hispania msimu huu, akiwa na uwezo wa kukimbia kilomita 34 mkato 16 kwa lisali moja, huku Vinicius akifuatia nyuma na uwezo wa kukimbia kilomita 33.92 kwa lisaa, na Kylian Mbappe akichukua nafasi ya 3 kwa uwezo wa kukimbia kilomita 33.55 kwa lisaa, na Rafinha akiwa nafasi ya 4 kwa uwezo wa kilomita 33 mkato 45 kwa lisaa moja. Real Madrid wanapanga kumbakiza mshambuliaji wa Brazil Enrique wa miaka 19 katika majira ya kiangazi licha kusakwa na vilabu vya Arsenal na Chelsea. Tutamatishe ukurasa huu wa habari za michezo kwa asubuhi ya leo kwa kutoa matokeo ya mechi ambayo ilipigwa hapo jana kati ya Arsenal Gunners dhidi ya Atletico Madrid. Vijana hawa wa shikabunduki wa huko Uingereza waliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya vijana wa Diego Simeone, na hivyo kuweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja kutinga fainali ya kombe ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunasubiri mtanange mwingine kabambe kabisa kati ya Paris Saint-Germain dhidi ya Bayern de Munich kutoka huko Ujerumani. Asante sana mwenzangu Zaki Mlusha Ashibe kwa habari za michezo. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu, na ruko katika uchambuzi wetu wa habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz.
Na hivi sasa tujielekeze huko Moba ambako ni wanafunzi 1737 wakiwemo wanawake 699 ndio walioshiriki mitihani ya taifa kwa awamu ya kwanza katika jimbo ndogo la kielimu la Moba ya kwanza tarafani Moba jimboni Tanganyika. Mengi zaidi na Isdor Kashubwe. Ikianza na nyimbo ya taifa na saluti ya bendera, mitihani isiyo kawaida ya serikali imeanza kama ilivyobainiwa na kalenda masomo mwaka 2025-2026 siku ya Jumatatu Mei 4 ndani ya tarafa ya Moba sawa kote nchini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndani ya kidogo cha mkoa cha elimu ya taifa na uraia hapa cha Moba ya kwanza, uzinduzi rasmi umefanyika kunako shule la ufundi Neema mjini Kirungu. Kwenye uzinduzi mkuu, inspekta wa shule ya sekondari amefahamisha kama kwa jumla ni 1737 wakiwemo wasichana 969 wanafunzi walioandikwa wamesubiriwa kwenye mitihani hiyo ambayo inafanyika katika senta 5 iliyopangwa, ambao 3 inapatikana ndani ya kitongoji cha Kirungu, moja ndani ya kitongoji cha Moba Poro na moja Kala kijiji kikuu cha Nchaka Nsabala kwenye kilomita 25 magharibi mwa tarafa ya Moba. La sous-division Moba 1 compte Kitendo cha Moba ya kwanza kina hesabu ya pata 1737 kandidati walioandikwa. Miongoni mwao tupo na 699 wasichana wenye gawanika ndani mwa senta 5. Ile furaha yetu Moba ya kwanza, Mwanga Moba ya pili, hapa ni Moba ya tatu, Moba Poro na Kala. Moba Poro Kala. Kiongozi kitambulisho kidogo Kabeba Kapulula Zidoro kwenye hotuba wake amewataka wanafunzi kujikita zaidi kwenye mitihani ili kufanya vyema. Selon 4 Mei 2026. Siku ya Mei 2026 na maanisha hatua ya uamuzi na kihistoria ambapo wanafunzi wanamaliza elimu ya sekondari baada ya kupata kwa mafanikio mafunzo yote yaliyoandaliwa na mpango wa taifa wanaitishwa kutumika mitihani ya mwanzo wa serikali. Hiyo inaitwa mitihani isiyo ya kawaida 2025-2026 ambayo inaanza na tasnifu kwa kandidati wa darasa la 4 la sekondari na uandishi kwa wale wa sikle ndugu. Inaitishwa kandidati wote kuchagua vyema misemwa na kwa kuweka akili kwa tasnifu na uandishi kwa ajili ya kufikia kazi nzuri. Muda wa mitihani ukiwa saa 4, tumieni safi kila dakika, kila sekondi kwa ajili ya kufikiwa vyema. Ndio kusema ogopeni vitu vya bure. Jitumeni kwa kazi ya upekee. Mjikaze na kuwa na heshima. Namshukuru Mungu kwa mema anatujalia kila wakati. Namshukuru Rais wa Jamhuri juu ya amani ya kudumu. Nashukuru Waziri wa IDNC kwa kuweza kutekeleza ID. Shukrani yangu mwendee pia Administrator tarafa ya Moba kwa uungwaji mkono wake usiodhofika kwa elimu ya taifa na uraia upya hapa Moba. National et nouvelle citoyenneté à Moba. Kamfageni Victoria Administrator tarafa ya Moba upande wake amewapa fursa wanafunzi kutumika bila hoga, kuondoa shaka na kutegemea elimu waliokuwa shuleni. Moi, ça serait peut-être vous encourager. Mimi naweza kupata fursa na kueleza kama tasnifu haikupewi kwa sababu kila mmoja anaweza kupata msemo wake wa pekee na yupo na akili ya pekee, yupo na namna yake utathmini. Kwa hiyo usijaribu utazama ile rafiki yako iko inatumika, kwani inaweza kutofautisha ile ambayo ungeweza kutathmini. De faire ce que vous devriez développer. Ndala uzinduzi rasmi wa mitihani hiyo ya mwanzo isiyo ya kawaida ya serikali umepita salama ndani ya kitengo kidogo cha mkoa cha elimu ya taifa na uraia hapa cha Moba ya kwanza ndani ya tarafa ya Moba. Kiripoti kutoka Moba, Kidor Kashule, Radio Kivu. Na kwenye habari ya kimataifa ni kwamba chama cha PPRD cha ugaibuni kinapinga vikali hatua iliyochukuliwa na Marekani dhidi ya kinara wao Joseph Kabila, ikidai kuwa hatua hiyo ni ya kisiasa kwa kuwa hakuna ushahidi wa wazi unaodhibitisha kuwa kinara huyo anafadhili waasi. Ndani wa taarifa hii na mchumbe wa mkulima na Fatuma. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, PPRD Diaspora imekanusha tuhuma zilizotolewa kwenye vikwazo vya Wizara ya Hazina ya Marekani dhidi ya kiongozi wao. Inategemea ripoti ya kundi la wataalam wa United Nations ikisema kwamba hakuna ushahidi wa wazi unaothibitishwa kuwa Joseph Kabila Kabange aliandaa au kuhifadhi harakati za kijeshi dhidi ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo mjini Kinshasa, baadhi ya viongozi wanashangilia uamuzi wa utawala Donald Trump dhidi ya rais huyo wa zamani aliyeuhamishoni. PPRD Diaspora naonya wafuasi wa utawala wa Felix Tshisekedi kujifunza historia ya Mobutu Sese Seko Ngwendo wa Zabanga aliyewahi kuungwa mkono kwa muda mrefu na Marekani kabla ya kuachwa pale maslahi yalipobadilika. Wanaoshangilia wanapashwa kutafakari mfano wa Mobutu aliungwa mkono kwa miaka kadhaa kisha akaachwa maslahi yalipobadilika. Billy Richardson alitumwa kumwambia Mobutu kuwa muda wake umefika mwisho. Upande wa Kabila unakumbusha hayo. Aidha, wafuasi wa rais huyo wa zamani wanachukulia vikwazo hivyo kama jaribio la kumuua kisiasa. Wanahofu kuwa hatua hizo mpya zinaweza kumtenga, kumchafua na kumdhoofisha kisiasa bila nafasi ya kujitetea na bila ushahidi wa kisheria.
Jaribio la kumfanya rais wa zamani Joseph Kabila kuwa mbuzi wa kafara wa matatizo yote ya nchi ni njia ya kukwepa ukweli na hitatatua vita, njaa, ukosefu wa ajira, rushwa wala kuporomoka kwa imani kati ya serikali na wananchi. Mgogoro huo unahitaji upatanishi wa haki, mazungumzo ya jumuishi, taasisi zenye kuaminika, mahakama uhuru na kuheshimu katiba ili kuhakikisha mchakato wa mabadiliko ya kisiasa ya mwaka 2019, wamesisitiza hivyo. Siku hiyo hiyo mjini Kinshasa, chama cha UDPS pamoja na vyama vingine vya muungano wa Union Sacrée wa Rais Felix Tshisekedi waliandamana kuunga mkono uamuzi wa Washington dhidi ya mtu anayemchukulia kuwa anahusika na uasi unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Augustin Kabuya aliongoza maandamano hayo, alitaka Marekani kumkamata Joseph Kabila na kumtoa hati ya kimataifa na kumtia mbaroni. Asante mchumbe kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, tukamilisha uchambuzi wa habari na huko Burundi ambako Burundi inaonekana kupiga hatua katika uhuru wa vyombo vya habari baada ya kupanda nafasi ya 119 kati ya nchi 180 katika orodha mwaka 2026 ya uhuru wa vyombo vya habari iliyotolewa na shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka RSF. Kutoka Burundi tunajiunga na mwenzetu Bukur Elias Daniel. Burundi imepanda nafasi hadi ya 119 kati ya nchi 180 katika orodha ya mwaka 2026 ya uhuru wa vyombo vya habari iliyotolewa na shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka RSF, ikiwa ni ongezeko la nafasi 6 ikilinganishwa na mwaka 2025 ambapo ilikuwa nchi iliyokuwa inashika nafasi ya 125. Licha ya mafanikio hayo madogo, RSF inaonya kwa bado kuna changamoto nyingi zinazoikabili Burundi katika sekta ya habari. Shirika hilo inaeleza kuwa wanahabari wanakumbwa na shinikizo la kisiasa, kufuatiliwa kisheria pamoja na kuwepo kwa sheria zinazoweza kuzuia uandishi wa habari hasa katika nyakati nyeti. Hata hivyo, ripoti hiyo inaonyesha dalili fulani za maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuachiliwa kwa baadhi ya wanahabari waliokuwa wamefungwa na kurejea kwa baadhi ya vyombo vya habari vilivyokuwa vimefungwa tangu mgogoro wa mwaka wa 2015. Mgogoro huu ulihusishwa na uamuzi wa aliyekuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kwa nia muhula wa 3, jambo lilozua mvutano mkubwa nchini Burundi. Ripoti mpya ya shirika la RSF inaonyesha viwango vya uhuru wa vyombo vya habari katika nchi 8 za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kenya ikiwa ya kwanza katika ukanda kwa kushika nafasi ya 106, ikifuatiwa na Tanzania iliyopo nafasi ya 117, Sudani Kusini iliyopo katika nafasi ya 118, Burundi 119, Somalia nafasi ya 126, DRC nafasi ya 130, Uganda nafasi ya 131 na Rwanda ikiwa ya mwisho kwa kanda ikiwa nafasi ya 139. RSF inabainisha kuwa kwa jumla nchi za Afrika Mashariki bado zinakabiliwa na changamoto mbalimbali katika kulinda uhuru wa vyombo vya habari, ikiwemo shinikizo la kisiasa, mazingira magumu ya kazi kwa wanahabari na vikwazo vya kisheria katika baadhi ya nchi. Kwa mujibu wa RSF, hali ya uhuru wa vyombo vya habari duniani inaendelea kudorora, ikielezwa kuwa mbaya zaidi katika kipindi cha miaka 25 iliyopita. Zaidi ya nusu ya nchi zilizofanywa tathmini ziko katika viwango vilivyochukuliwa kuwa vigumu au vibaya sana katika uandishi wa habari. RSF inasisitiza kuwa vitisho dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari sasa vinaonekana si tu katika nchi zenye tawala za kiimla, bali pia katika mataifa ya kidemokrasia ambako wanahabari wanakabiliwa na kampeni za kuchafuliwa majina, migogoro ya kisiasa na hatari zinazozidi kuongezeka. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, ni kupitia hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kushukuru ambao tutegea sikio mwanzo hadi mwisho, na nyote ambao mnaendelea kurufuata na kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Rubani wangu kwa leo alikuwa ni Jean Ekala Jaden. Niliyekuletea uchambuzi wa habari alikuwa ni mimi Safari Almas de Metinoir. Sina la ziara na kuaga ni kutakia asubuhi njema. Bye bye.